Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini ni kile alichokisema Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, ambapo anasema Wajemi wamepata ushindi mbele ya Wayahudi pamoja na Marekani. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei ametoa ujumbe wake wa kwanza kwa njia ya video tangu wakati Marekani iliposhambulia nchi yake na Iran kusitisha mapigano na Israel. Habari za kutolewa kwa ujumbe huo zilianza kumiminika kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya serikali ya Iran kabla ya ujumbe wake kutangazwa kwa ukamilifu saa 8 na dakika 35 sawa na saa za ndani saa 7 dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Haya ndio yamejiri kuhusu hotuba yake. Ayatollah Al-Khamenei amesema katika hotuba yake iliyotangazwa na runinga serikali kwa Khamenei amesema hakuna jambo la maana lililotokea kwenye maeneo ya nyuklia yaliyopigwa na Marekani mapema wiki hii, matamshi ambayo yanapingwa moja kwa moja na matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba mpango wa nyuklia wa Iran umefutwa kabisa. Maana yake ni kwamba kiongozi huyo wa Iran Ayatollah Al-Khamenei anamaanisha kwamba bado ana uwezo wa kurutubisha uranium na kutengeneza masuala ya nyuklia. Kiongozi huyo wa Iran pia amesema kwamba nchi yake ilionyesha umoja wake na kutuma ujumbe kwamba watu wetu ni sauti moja. Khamenei anasema Trump alitaka nchi yake kujisalimisha, lakini maoni yake yalikuwa makubwa sana kutolewa kwa mdomo wa rais wa Marekani. Al-Khamenei anasema kwamba Wajemi hawakuweza kupiga magoti mbele ya Marekani kwa maana ya kujisalimisha kama ambavyo Trump ametaka. Kwa nchi kubwa na taifa kama vile Iran, kusema ijisalimishe ni tusi kubwa, anaongeza. Kiongozi wa Iran pia alitishia kufanya mashambulizi zaidi katika kambi za Marekani katika eneo na kuongeza iwapo shambulio litatokea, gharama kwa adui na mchokozi litakuwa kubwa. Hapo awali katika machapisho yaliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, Al-Khamenei alisema Iran ilipiga kofi zito usoni mwa Marekani katika shambulio lake katika kambi ya Marekani nchini Qatar ya Al Udeid. Hakukuwa na majeruhi kutokana na shambulio hili, lakini pia alitoa pongezi mara kwa mara kwa kile alichokitaja kuwa ni ushindi wa nchi yake dhidi ya Israel. Hata hivyo, hata Israel kupitia waziri mkuu Benjamin Netanyahu naye pia anadai ni Israel iliyopata ushindi mbele ya Wajemi baada ya kuhakikisha wamekamilisha mpango wao wa kuondoa nyuklia katika taifa hilo, huku akisindikizwa na Wamarekani wanaoamini kwamba wameshaharibu mpango wa nyuklia wa Iran. Maoni ya Ayatollah Al-Khamenei yanakuja siku mbili baada ya usitishaji wa mapigano kumalizika kwa vita hivyo vya siku 12 kati ya Iran na Israel. Mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yamewaua takribani raia 627 ikiwa ni pamoja na viongozi wa taifa hilo. Kulingana na Wizara ya Afya ya Tehran, mashambulizi ya Iran dhidi ya Israel yaliua watu 28 kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la AFP, pamoja na namna mamlaka ambavyo zimeeleza uhalisia wa mambo juu ya kile kilichotokea katika taifa hilo kutokana na vita hivyo, licha ya Iran kudai kwamba ilihakikisha watu wengi waliondoka katika maeneo yao, hasa maeneo ambayo waliyateka huko katika ardhi za Wapalestina katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maeneo ya Tel Aviv. Hata hivyo, majumba mengi yalionekana kudondoshwa na jeshi la Iran, lakini pia miundombinu ya kijeshi na maeneo mbalimbali ya kisekta ya kiserikali yaliharibiwa. Ninadaiwa kwamba kuna mamia ya watu waliuawa na wengine kujeruhiwa, lakini serikali haikutangaza vifo zaidi ya vifo 28 kwa ujumla ambavyo vimetokea katika vita baina ya Iran pamoja na Israel. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.